Ujumbe wa usiku kutoka kwa God Bless Lema kwake Samia Suluhu umezua taharuki nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Ujumbe uliotikisa zaidi haukuwa ule wa upole ama wapole kwa mabalozi, bali ukimya mzito kuhusu haki za raia wa Tanzania. Ndani ya ukumbi wa Ikulu Chamwino, mbele ya macho ya jumuiya ya kimataifa, kauli ya rais ilijenga simulizi la tahadhari, usalama na nidhamu ya dola. Lakini nje ya milango ya kifahari ya diplomasia, mjadala ulilipuka kwa nguvu zaidi. Kauli ile iliyolenga kutuliza washirika wa nje ilifungua jeraha la ndani. Nani analindwa wakati mtandao unafungwa, huduma zinavurugwa na nguvu za dola zinapochukua nafasi ya katiba? Hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu iliyotolewa Januari tarehe 15 katika Ikulu ya Chamwino ilikusudia kufungua mwaka mpya wa diplomasia. Ilikuwa hotuba ya kukiri changamoto zilizopita, ikigusia hali ya kutokuwa na uhakika, usumbufu wa huduma na kufungwa kwa mitandao ya interneti. Kauli hiyo ilitolewa mbele ya mabalozi, wawakilishi wa heshima na wakuu wa mashirika ya kimataifa, ikiweka mkazo katika ahadi ya serikali kulinda usalama wao na kuzuia hali kama hiyo kujirudia. Lakini uzito wa kisiasa haukubaki kwenye maneno ya faraja, bali ulisogea kwenye maswali ya msingi ya uhalali wa utawala. Kufungwa kwa mtandao wa interneti, tukio lilotajwa kwa tahadhari katika hotuba hiyo, limekuwa alama ya nyakati za mvutano wa kisiasa nchini katika historia ya Tanzania ya hivi karibuni. Hatua kama hizi zimehusishwa na vipindi vya uchaguzi, maandamano na hofu ya taarifa zisizodhibitiwa. Interneti si tu chombo cha mawasiliano, bali ni jukwaa la haki ya kupata taarifa, kushiriki mjadala wa umma na kufuatilia uwajibikaji wa mamlaka. Na pale inapozimwa, taifa huingia gizani, si kwa wageni pekee, bali kwa raia wake. Ndani ya muktadha huu, kauli ya God Bless Lema ilijitokeza kama hoja ya kisheria iliyojaa uzito wa kihistoria. Akiwa kada wa Chadema na mjumbe wa kamati kuu, Lema alielekeza mjadala kutoka kwenye usalama wa kidiplomasia kwenda kwenye msingi wa demokrasia. Alisisitiza kuwa hatua muhimu katika uchaguzi huru na wa haki si matumizi ya nguvu za dola, bali ni ulinzi wa katiba, sheria za uchaguzi na haki za msingi za wananchi. Kauli hii haikuwa hisia, bali ilikuwa rejea ya moja kwa moja kwenye msingi wa kisheria unaounda jamhuri. Katika historia ya Tanzania, tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi, uchaguzi umekuwa kitovu cha mvutano wa kisiasa. Sheria zimebadilishwa, tume zimeundwa na ahadi za maboresho zimetolewa mara kwa mara. Hata hivyo, hoja ya msingi imekuwa ile ile: uhuru wa chombo kinachosimamia uchaguzi. Lema alisisitiza kuwa tume ya uchaguzi ilipaswa kufanya kazi bila shinikizo la kisiasa wala kiutendaji kutoka kwa mamlaka za dola. Pale ambapo uhuru huo unadhoofishwa, uchaguzi hubadilika na kuwa zoezi la kiutawala, si sauti ya wananchi. Msingi huu una mizizi katika uzoefu wa kihistoria, na chaguzi zilizopita zimeacha kumbukumbu za mamlaka kuhusu matumizi ya vyombo vya dola, vurugu na ukosefu wa uwazi katika mchakato wa matokeo. Na kila tukio limeongeza ufa kati ya wananchi na taasisi za dola. Kauli ya Lema ilirejesha mjadala kwenye ukweli huu mgumu: uhalali wa mamlaka kutokana na ridhaa ya wananchi, si uwezo wa kudhibiti hali kwa nguvu. Na katika mwendelezo wa hoja yake, Lema alikemea vitendo vya utekaji, mauaji, vitisho na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Alivitaja kama ukiukwaji mkubwa wa haki za msingi za binadamu, ikiwemo haki ya uhai, uhuru wa usalama na wa mtu, pamoja na haki ya kushiriki katika uongozi wa nchi kupitia uchaguzi katika muktadha wa Tanzania. Matamshi haya hayapo hewani, yanaakisi hofu na kumbukumbu za matukio yaliyotikisa taifa, yakiacha maswali yasiyojibiwa na majeraha ya kijamii ambayo hayajapona. Hoja ya kwamba usalama wa taifa hauwezi kujengwa kwa kuvunja sheria iligonga kiini cha mjadala wa sasa. Serikali mara nyingi huhalalisha hatua kali kwa hoja ya kulinda amani, lakini katika demokrasia ya kikatiba, amani inayodumu hutokana na uhalali wa mamlaka ya heshima ya sheria. Na pale ambapo raia wanaogopa dola
kuliko wanavyoiamini, usalama ubaki kuwa wa muda, ukitegemea nguvu badala ya ridhaa. Kauli hizi zilikuja wakati Tanzania inaendelea kujadili mustakabali wa demokrasia yake, na ndani na nje ya nchi wadau wamekuwa kifuatilia kwa karibu mwelekeo wa siasa, hasa kuhusu uhuru wa kisiasa, haki za raia na uwazi wa mifumo ya utawala. Jumuiya za kikanda na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu zimewahi kutoa wito wa maboresho, zikisisitiza umuhimu wa chaguzi zinazoaminika na taasisi huru. Kauli ya rais kuhusu kufungwa kwa interneti ilionekana kugusa kwa karibu masuala haya, lakini haikutoa majibu ya kina kuhusu wajibu wa dola kwa raia wake. Katika diplomasia, maneno huchaguliwa kwa umakini. Napoli iliyotolewa kwa mabalozi ilikuwa ujumbe wa kuimarisha uhusiano wa kimataifa, lakini kwa raia wa Tanzania ujumbe uliokosekana ulikuwa ni uhakikisho wa haki zao wakati wa misukosuko ya kisiasa. Interneti ilipofungwa, huduma zilipovurugwa na vyombo vya dola vilipochukua hatua kali, ni wananchi waliobeba gharama kubwa zaidi. Hili ndilo pengo ambalo hoja ya Lema ilijaza kwa lugha, katiba na demokrasia. Na katika muktadha wa SEO na mjadala wa sasa, maneno kama uchaguzi huru na wa haki, uhuru wa tume ya uchaguzi, haki za binadamu, kufungwa kwa interneti na matumizi ya nguvu za dola yamekuwa vichocheo vikuu vya maudhui ya kisiasa mtandaoni. Hoja ya Lema ilijikita katika maneno haya, si kama kauli za kisiasa bali kama misingi ya kisheria inayopaswa kuongoza taifa. Na kadiri mjadala unavyoendelea, mstari wa mgawanyiko unazidi kuwa wazi. Upande mmoja unasisitiza nidhamu, usalama na udhibiti wa taarifa. Upande mwingine unasisitiza uwazi, uwajibikaji na ridhaa ya wananchi. Na historia ya Tanzania inaonyesha kuwa kila mara taifa linapochagua udhibiti badala ya uwazi, hofu huongezeka na imani hupungua. Kauli za kisiasa hubadilika, lakini kumbukumbu za ukandamizaji hubaki. Na mwisho wa simulizi hili hauko kwenye hotuba ya Ikulu wala kwenye ujumbe wa mitandaoni, bali kwenye mustakabali wa Tanzania kama jamhuri ya kidemokrasia. Kimya mbele ya matumizi ya nguvu hujenga kawaida hatari. Hofu inapokubaliwa kama sehemu ya utawala, haki hubadilika kuwa hisani. Na taifa linaposhindwa kulinda uchaguzi huru, linajinyima uhalali wa kuongoza kwa amani ya ukweli. Na chaguo lililo mbele ya Tanzania si la maneno bali la vitendo: kujenga usalama juu ya katiba na ridhaa ya wananchi, au kuendelea kulinda utulivu wa muda kwa gharama ya demokrasia. Na katika chaguo hilo, historia haitasamehe ukimya, na kizazi kijacho kitalipa bei ya leo. Ni hayo kutoka hapa Kenyascope, chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na nyingine mingi na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi, zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na kumbuka uweze kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tunapoziweka hewani. Unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele, ndipo ukipata notifications kila wakati tunapokuletea taarifa mpya.